Ni Juni 5 ya mwaka 2025. Siku ya leo ilikuwa na matukio mengi kadha wa kadha kwenye upande wa siasa, lakini kwenye upande wa michezo wazee wa Young Africans walikuwa na presi na waandishi wa habari, na kubwa hasa ni kusisitiza tu kuwa dabi ya tarehe 15 haitokuwepo na wala timu haitokwenda uwanjani. Nipo na Heavyweight_Dula, ndivyo anavyopatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ukimtafuta kwa Instagram, Facebook utampata kwa jina la Heavyweight_Dula. Nijue kwanza hali yako, uko vipi? Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanazidi kwenda, ya sio mbaya. Umevalia wanasema hii ni black nyeusi, miwani myeusi, shati jeusi. Na nikiangalia mambo pia ni meusi vile vile kuelekea dabi ya tarehe 15. Kwa upande wako, kwa kauli ambazo wamezungumza wazee kwa haraka nikinukuu, ni kwanza hawaoni kwamba timu itapokonywa pointi, na kama ikipokonywa basi inawezekana ikawa ni mwisho wa ligi. Lakini pili, kuwazuia wamiliki wa haki za matangazo Azam kupromoti mechi ya dabi kwa kutumia jina la Young Africans. Tuanzie hapo. Unahisi wazee wanaagizwa ama wanakurupuka kuzungumza? Unajua, kwanza mimi ile press nimeisikiliza yote kwa umakini kabisa. Ni kwamba wanasema ukimchekea nyani utavuna mabua. Ndio kile ambacho kinatokea. Kwanza agenda ile press naona ilikuwa zaidi ni kutoa amri. Naweza ngasema kutoa amri. Wametoa amri kwa bodi ya ligi. Si unanielewa? Yes, wametoa amri kwa bodi ya ligi kwamba hawataki kukatwa alama. Sio kwamba hawaoni kwamba zitakatwa, hawataki kukatwa alama wala sijui kuchukuliwa hatua yoyote kama itatokea hawajafika kwenye mchezo. Wametoa amri. Lakini vile vile wameweza kutoa amri kwa viongozi wao wenyewe pia, kwamba amri haziishi tu kwa bodi ya ligi, zinaenda mpaka kwa viongozi, kwamba kiongozi yoyote ambaye atapeleka timu uwanjani basi atakuwa against na wanachama, kwa sababu wale wengi ni viongozi wa matawi, si ndio? Kwa hiyo watadili na au watashughulika na huyo kiongozi, hata kama ni Engineer Hersi, si ndio? Wamesema maneno. Lakini wakatoa amri pia kwa Azam TV pamoja na vyombo vyote, sio Azam TV tu, pamoja na vyombo vingine vyovyote ambavyo vitatumika kupromote dabi, basi wao hawataki kuona kwamba logo ya klabu yao inatumika kwenye kupromote mchezo wa tarehe 15. Kwa hiyo zilitembea amri tu pale. Si unanielewa? Kwa ni mwendo wa amri. Mwendo wa amri. Sasa mimi niwaambie tu wazee, waache mara moja kuingilia mamlaka zisizowahusu. Umeelewa? Kuwapa amri viongozi wao, well and good, watajua wenyewe. Lakini kitendo cha kutoa amri kwa kampuni kubwa ya uzalishaji na urushaji wa matangazo kama Azam TV, hiyo ni kuivunjia heshima. Azam TV ameweka mabilioni ya hela kwa ajili ya kuonyesha hii ligi. Ameikuta ilikuwa yani haina thamani kubwa, lakini yeye ameweka pesa na kila anachokifanya ni sehemu ya biashara yake, na hadhi ya ligi imepanda. Umeelewa? Yani yeye anavyotangaza dabi. Sasa hivi kweli leo Azam TV na uprofessional wao waache kusikiliza wenye mamlaka ya mpira ambao pia wao ndo wamewapa hii dhamana ya kuonyesha ligi, wamsikilize mzee? Haiwezekani. Yani leo Azam TV waache kusikiliza bodi ya ligi inasema nini. Bodi ya ligi imesema mchezo upo. Alafu Azam TV na uweledi wao wote waache kuwasikiliza bodi ya ligi, wamsikilize mzee fulani kutoka Yombo amesema kwamba msipromo. Kwa hiyo Azam nao watulie wasipromo. Hiyo ni nini yo brother? Mimi ni kwanza mdao nilikuwa nacheka sana. Nikasema hivi, serious. Hao wazee wabidi waambiwe. Hivi fikiria, ukiachana na mkataba wa Azam wa kuonyesha ligi kwa ujumla wake, lakini Yanga kama Yanga pia wana udhamini wa Azam. Si ndio? Unahusiana na maudhui yao kama Yanga. Sio unaelewa, miaka 10 ambao unakadiriwa sio walisaini kama bilioni 40 na hivi. Sasa leo fikiria mzee anatoka huko anaanza Yanga kwa mwezi wanakula milioni 200 kutoka Azam TV kwa mwezi. Kwa hiyo unajua ile kwamba mtoto
kupewa mamlaka ya kumkosoa mzazi muda mwingine inapelekea wanaita kuvuka mipaka. Kwa hiyo wanachokifanya hao wana Yanga pamoja na wanachama wa Yanga ni kuvuka mipaka. Wanavuka mipaka. Sio nani. Alafu mimi nashangaa kwa nini wanaleta hizi, wewe ushasema huchezi. Ndio, ushasema huchezi. Iko clear. Kwa nini unataka kuaminisha watu? Yaani kwa nini kila siku hiyo hatuchezi, hatuchezi. Ina maana hawana msimamo, hawajiamini. Walioanzisha hii kampeni ya hatuchezi ilikuwa ni viongozi wa Yanga. Yaani wewe leo umfundishe mwanzilishi wa kitu. Wale wazee wanamfundisha kiongozi, wanawafundisha viongozi wa Yanga cha kufanya, wakati viongozi ndo walianzisha hizi kampeni. Wanapotoka kuzungumza pengine wanakuwa wameona dalili za ndani za dabi kuchezwa, na ndio maana wanatoka pia kukumbusha kwamba tulikubaliana dabi haitokuwepo. Kufanya hivyo na hawa wazee wa matawi kutumia eneo la klabu kama sehemu ya mazungumzo, unaona ni baraka ambazo zinatoka kwa viongozi wa ngazi za juu za Young Africans. Unajua mimi narudia pointi yangu. Walioanzisha hii kampeni ya kugomea michezo ni viongozi wa Yanga. Kwa hiyo viongozi wa Yanga ndio walivyoanzisha ile, wakaispread kwa mashabiki. Mashabiki ndio wakaitikia. Kwa hiyo viongozi hawa wa Yanga wakiamua kupeleka timu uwanjani, hawa wazee watafanya nini? Kwa sababu wale waanzilishi wa hiyo kampeni wenyewe wakisema bana tumefikiria na tumeona kwa maslahi mapana ya mpira na nini bora tu. Kwa sababu labda niwakumbushe wazee, Mahakama Kuu ya Usuluhishi wa Kimichezo duniani, CAS. Maana nimetaja mpaka kwa Kiswahili, CAS walipokea kesi ya Yanga ikiwashtaki bodi ya ligi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo bodi ya ligi pamoja na TFF. Na katika kushtaki kule, sakata ambalo lilipelekea mpaka kesi kufika kule ilikuwa ni sakata la kuhairishwa kwa mchezo wa tarehe 8. Sio, unanielewa? Sasa mchezo kuhairishwa ule, wao wakaona kwamba kuna vitu havikwenda sawa, wakaandika sababu zao pale kwa CAS sasa, wakisema kwamba hawana imani na bodi ya ligi na mamlaka zinazosimamia mpira wa ndani. Walivyoshindwa kesi, kitendo cha kushindwa kesi kulikuwa hakina tafsiri nyingine yoyote zaidi ya kuwaruhusu bodi ya ligi kuweza kuendelea na ratiba zake za kawaida, ikiwemo kupanga tarehe ya mchezo. Sasa waende kule kote, lakini wasijisahaulishe kwamba hata mamlaka za kusimamia na kusuluhisha, umeelewa, CAS wamewapa ushindi bodi ya ligi pamoja na wasijisahaulishe. Narudia hata wasijisahaulishe kwamba CAS wao wenyewe wanakinzana na barua walioiandika kwamba walitakiwa kuanzia ngazi ya chini, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu, kabla hawajaenda CAS. Ila wewe kwa mujibu wa maelezo yako ni kwamba wao walishindwa kesi na ushindi ukao kwa bodi ya ligi pamoja na mamlaka inosimamia mpira. Hakuna sehemu ameandika eti kwamba ianzie mamlaka ya ndani. Ile kesi imekuwa terminated na imeondoshwa kwenye orodha ya kesi ambazo zipo kwa CAS kusikiza. No, barua yao Young Africans ilieleza. Wao najua kwamba walisema hivyo. Ndio maana nakwambia hivi Jafe, ni kwamba ile barua walivyoandika si kweli. Walishindwa kesi. Sio, unanielewa? Walitafuta namna kupoza mashabiki. Walishindwa kesi. Kwa mwisho wa siku, kwa sababu walishindwa kesi, bodi ya ligi ilikuwa na wanasema sasa hivyo kwa sababu kesi mchezo uliahirishwa kwa sababu ya mambo ya kiusalama pamoja na viashiria vya rushwa. Mbona hawakutoa majibu ya uchunguzi? Utatoa majibu ya nini wakati kipindi nataka kuchunguza wewe ulienda mamlaka za juu zaidi ukashindwa? Sasa mimi nichunguze tena ili iweje? Yaani mimi mfano ningekuwa kwenye mamlaka hata kuchunguza yenyewe sichunguzi wala sitoi majibu ya uchunguzi wala nini. Kwa sababu mimi kipindi nataka kuchunguza nitoe majibu, wewe umetoka umeenda kushtaki juu zaidi. Kama ilikuwa ni issue iko kwa mjumbe umeipeleka sasa kwa mwenyekiti. Sasa mwisho wa siku mimi kama mjumbe mwenyekiti akasema kwamba huyu mjumbe uko sahihi, mimi nitaendelea na lile jarida. Nitaachana nalo. Sasa ndio kichotokea. Sasa wanalalamika nini? Kwa sababu kama walikuwa na hoja za msingi, rais wao yupo kwenye umoja wa vilabu barani Afrika, ndio mwenyekiti, sio? Yaani ndio kiongozi mkuu wa umoja huo. Kwa nini asingeweza kutumia mamlaka yake kuihakikishia timu yake inapata haki? Kama kweli kuna kitu yani kama kweli wananyanyasika na kama kweli kuna vitu hawakutendewa haki, kwa nini asingetumia mamlaka yake kuhakikisha timu yake inapata
haki yake. Leo hii tumefikia hatua ya kwanza kuwatuma wazee waje kuwazungumzia au waje kuzungumzia kile ambacho wanaamini, yani kile kitu ambacho viongozi hawawezi kuvisema, wanawatuma wazee waje kutoa. Wazee wanaanza kuwapa amri Azam TV. Eti Azam TV eti tutakuja mtakuja wanasema sijui tutakuja chombo chochote ambacho kitatumia logo yetu sijui tutatambuana sijui. Hivi wewe mzee wewe unamtishia Azam TV kweli? Wewe Azam TV wewe acha masiara bwana wewe. Azam TV hii maana ni sehemu ya mabosi zao. Watu wanakupa hela chungu mzima. Viongozi wao wananenepa tu pale, wanapoa hela na Azam TV unakuja kuwatishia, unatoka zako huko unasema utawafanya nini Azam TV? Hawa wataendelea kupromo. Bodi ya ligi usema mechi ipo. Azam wanapromo mechi, sehemu ya biashara yao, wametoa mahela kwa ajili hiyo. Uanze kuwapangia eti mimi nashangaa kweli yani. Unatoaje oda kama hizo? Alafu wakatoa na amri nyingine kwa wanachama wenzao wa Yanga pamoja na mashabiki wa Yanga wasionekane. Yani leo hii Azam si wana kawaida mfano wanahoji mashabiki wa Simba na Yanga. Yani ina maana wakimuona shabiki wa Yanga anahojiwa, unaelewa? Basi wataona kama amewakosea. Kitu ambacho hakipo hivyo, kwa sababu kwenye kila mtazamo kuna mtu ambaye anaona huku kwangu mimi pako sahihi, huku hapako sahihi. Yani hatuwezi tukafanana kwenye mitazamo. Ila tu kuna idadi kubwa zaidi wanaweza wakawa kwenye mtazamo fulani na kuna idadi ambao hawapo kwenye mtazamo fulani. Mbona Simba kuna mtu anaitwa sijui nani, sijui anaitwa nani, sijui mnani, sijui mnani, sijui mchambu, sijui mnani, anavaaga jezi za Simba afu anazungumzia shabiki wa Simba Sports. Siwezi nikajua kama ni Simba, lakini anamuonaga anavaaga jezi za Simba alafu anawaponda Simba. Sio, unaelewa? Mbona yule ni yani kwamba amejitambulisha kama mshabiki wa Simba. Lakini anaichafua timu, anaijaribu kuidhalilisha timu, anaishushia hadhi ya timu, heshima yake na nini. Lakini ana uhuru, wamemwacha. Wewe ushaona viongozi wa Simba wamemzuia, wamejaribu kumpinini yani. Wanamwangalia, tunamwacha afanye anavyotaka. Sasa leo hivyo wanachama hao wachache wanakusanyana, ujue tukimwona mwana Yanga sijui anahusishwa kwenye kupromo hii mechi tutakosana naye. Wewe vipi? Kwani yeye akiwa upande wa mechi kuchezwa kuna ubaya gani? Wewe unatafsirije? Yani walichokizungumza ni uvivu wa kufikiri au tunaibeba ajenda kwa namna gani, kwamba tuipokee kwa sababu wao ni wametumia tutumie jengo kama sehemu ya kuwasilisha mawazo ya wale ambao walishindwa kuzungumza mbele ya vipaza? Of course yote ni majibu. Unaelewa? Kwanza naona wamevuka mipaka kwenye press yao, lakini jambo la pili naona kabisa kuna kama naweza nikasema kuna kama kutumwa. Kuna watu wameagizwa pale na viongozi wa juu waende kutoa zile ajenda na nini. Lakini kingine naweza nikasema kama ni kukosa msimamo. Kusema jambo na kulirudia ni kukosa msimamo. Sasa mimi sivutiwi na mtu ambaye hana msimamo. Ushasema sichezi, relax. Kaa kimya. Usiandae mchezo. Usitoe ushirikiano wote. Siku ya mechi usipeleke timu. Bas, tutaelewa huyu alikaa kimya. Mbona Simba wamekaa kimya? Wewe umeona Simba wanajibu chochote? Au wazee wa Simba sio wametoka mtacheza, sio nini? Sio wamekaa zao kimya. Simba kama viongozi wamekaa zao kimya. Lakini wao kila siku wanajiongelesha wenyewe, wajijibu wenyewe. Mara sijui watengeneze t-shirt, hatuchezi ngoo. Mara kesho sijui wanaita press, hatuchezi. Mara sijui umekaa sijui na nini. Mimi mpaka kuna watu ambao ninaheshimiana nao na nipo katika yani katika maelewano nao, nakuta unakaa naye sehemu mnajadili mambo ya msingi, mara nini, anapokea simu, hatuchezi. Sasa na ni mtu mzima. Mtu mzima. Sasa unajiuliza huyu yani mimi vitu kama hivyo mimi uwezo yani kwa mtu ambaye wewe ushasema huchezi, relax, tulia. Kimya. Bana mtu akikwambia mechi tarehe 15 vipi? Kimya, tusubiri. Kimya. Tusubiri tu. Kimya.
Sasa mara tuchezi, mara sijui nini, Azam TV sijui nini, mara sijui nini, unaanza kupangia na wengine. Yaani wewe tena jambo lako unataka kupangia na wengine. Sijui Azam TV, sijui asipige promo, sijui shabiki fulani sijui afanye nini. Unahangaika nini? Wewe relax, uchezi, tulia. Huyu sijui kafanya hivi, sijui nini, huyu kafanya hivi, sijui nini. Mara sijui Hersi akipeleka timu, sijui tutakutoa sisi wenyewe. Sasa ukimwangalia mzee mwenyewe anaosema hivyo, hata huyo engineer akisema apeleke timu hana atakachoweza kumfanya, basi tu yani mradi tu kwamba ionekane. Mimi ninachotaka mechi si wachezi. Wallah watulie. Sawa watulie tarehe wasitumie nguvu kubwa. Sababu by the way kila mtu anatumia kanuni. Simba wali kikanuni sakata lote linaanzia baada ya kuzuiwa kuingia uwanjani. Ambao kikanuni inawaruhusu kuweza kufanya mazoezi katika uwanja ambao utahosti mchezo siku moja kabla ya mchezo husika. Umeelewa? Wakazuiwa. Kwa hiyo pale kikanuni walikoseshwa haki yao ya msingi ya kutekeleza jambo ambalo lipo ndani ya kanuni. Bodi ya ligi wakaghairisha mchezo kikanuni. Umeelewa? Na kanuni iliyotumika ni iwapo bodi ya ligi itaona kuna sababu za dharura. Yanga hawachezi mechi ya tarehe 15 kwa kanuni ipi? Hapo mimi ndo nataka nijue. Kwa kanuni ipi? Sababu zote zina kanuni. Simba alizuiliwa kufanya mazoezi. Of course kikanuni inaeleza kwamba timu mgeni inaruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Kikanuni ipo. Bodi ya ligi wameghairisha mchezo kwa sababu kuna kanuni ilivunjwa na wao wakatumia kanuni ambayo inahusisha mambo ya dharura wakavunja, wakaghairisha mchezo. Yanga unatumia kanuni gani kutocheza tarehe 15? Kama hutumii kanuni yoyote, unasema unataka hoja zizibiwe kwa kanuni zipi? Hoja zenu mlizipeleka kasi wamewaambia hazina mashiko, tumechukua kesi yenu tunaitupa kwenye dustbin. Unarudi huku unaanza kuhamasisha watu chezi, manake huheshimu mamlaka za ndani, huheshimu mamlaka za nje. Manake hata kasi pia ni mamlaka. Si ndo manake? Unakuja hapa unaulizwa haya kanuni gani umetumia kugomea mchezo? Huna. Sasa kama hauna, tutatumia kanuni ya timu ambayo imegomea mchezo ili ambaye amefika kwenye mchezo apewe haki yake. Unagoma, unataka kuishinikiza mamlaka isitumie kanuni. Kuna mzee mmoja eti anasema eti tukikatwa pointi 15 ligi inaishi hapa. Ili ucheke kwanza.